moto wa mapigano na machafuko unaendelea kuwaka Sudan Kusini. Hali hii inasisitiza hitaji la dharura la kuingilia kati kwa jamii ya kimataifa ili kulinda taifa huru, lililochanga na lililojaa matumaini. Shisia Wasilwa amechambua na kudadavua hali hii ya kisiasa na kijamii kwenye tahariri ifuatayo, akichora picha ya changamoto na vile taswira ya hatari zinazolikumba taifa hili la Sudan Kusini. Tega sikio. Sudan Kusini, mtoto mchanga aliyezaliwa kutoka utumbo wa mateso, sasa anapepesuka tena katika njia ya ukoko wa damu. Taifa lililotamani kupumua hewa ya furaha baada ya miaka ya mapigano, leo linasimama kwenye ukingo wa shimo lile lililomeza matumaini ya vizazi vilivyopita. Hewa imekuwa nzito, ardhi inatetemeka na alama za majeraha ya zamani zinapukutika upya. Hatua ya Rais Salva Kiir kumpiga kalamu makamu wake Dr. Riek Machar na kumsukuma kifungoni mwa nyumba yake si tukio dogo. Ni kama kupasuka kwa tone la damu kwenye jeraha ambalo halijawahi kupona. Mwafaka wao ambao ulipaswa kwa daraja kuelekea amani, leo limegeuka kuwa kuni inayotupwa kwenye moto wa mashaka. Nchi inatawaliwa katika hali ya dharura, amri zinazoziba pumzi ya demokrasia kama wingu jeusi linaloziba jua la matumaini. Rais Kiir ameshindwa kuitisha uchaguzi na hivyo kulemea mzani wa halali wa uongozi. Taifa limeachwa kusuasua kama mashua isiyo na nahodha, huku upepo mkali wa kikabila, usaliti wa siasa na njaa ya madaraka ukipiga mawimbi yake pasipo huruma. Katika majimbo ya Jonglei na Upper Nile, moshi wa mapigano umeanza kufuka tena. Vijiji vinateketea, watoto wanalia na wanawake wanaikumbatia dunia kwa macho ya hofu. Ni kama jua limechoka kuchomoza katika maeneo hayo na giza linaguna kama simba mwenye njaa. Katika hema la historia, roho ya John Garang Demabior inalilia taifa lake. Huyu alikuwa mwana wa matumaini, aliyebeba ndoto ya Sudan Kusini kwenye mgongo wake kama mtu abebaye mzigo mtakatifu. Demabior alitamani kuona watu wake wakitembea kifua mbele, wakinywa maji ya amani, wakilala chini ya usiku uliojaa utulivu. Leo Demabior kama angeinuka kutoka usingizi wa milele, angekuta ardhi aliyopigania imejaa ukakasi wa migogoro na matumaini aliyopalilia yakianguka kama maua yaliyonyauka kabla ya kuchanua. Sudan Kusini imefika mahala pa maamuzi magumu. Au itaandika upya ukurasa wa amani kwa wino wa busara na upendo, au itaanguka tena kwenye shimo la machafuko ambako kilio cha mwananchi hakisikiki na sauti ya mwenye bunduki ndio hutawala. Ni wakati wa viongozi wa Sudan Kusini kutazama kioo cha nafsi zao na kuuliza swali rahisi: hivi damu ya mtu mmoja inaweza kuwa thamani kuliko taifa zima? Jamii ya kimataifa nayo inapaswa kuchukua hatua kabla taifa hili halijanyamazishwa na vumbi la vita. Leo tunapoelekeza macho yetu Sudan Kusini, tunawashauri chagueni amani, maana vita ni kama mvua ya mawe, huliwa na kila mtu, hata yule asiyekuwa na hatia.